Habari ya leo watazamaji, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo tutajibu lile swali ambalo mmekuwa mkiuliza sana na kwa wingi kwamba je, inawezekana kupata mimba mara tu baada ya kumaliza hedhi kama utakuwa umepata au umefanya mapenzi. Watu wengi hudhani siku hizo ni salama, lakini kiukweli zaidi unaweza ukashangaa au inaweza ikakushangaza. Tafadhali endelea kutazama hadi mwisho, na kama unapenda elimu ya afya ya uzazi, subscribe channel yetu ya Penicare Afya na uwashe kengele ili uendelee kupata masomo yetu. Lakini jibu fupi ni kwamba ndio inawezekana kupata mimba mara tu baada ya hedhi, ingawa si kwa kila mwanamke, lakini inawezekana na inategemea na mzunguko wa hedhi wa siku zako za ovulation na muda wa kuishi kwa mbegu za mwanaume. Lakini pia hedhi na ovulation kwa ufupi kwamba kwa mwanamke mwenye mzunguko ese wa siku 28 huwa hedhi yake ni kuanzia siku 1 mpaka siku 5, lakini siku ya yai kutoka au siku ya ovulation huwa karibu siku ya 14. Lakini sio kwa wanawake wote kwamba wana mzunguko wa siku 28. Kuna wengine wana mzunguko wa siku 21, mzunguko wa siku 23 au mzunguko usio na mpangilio rasmi. Lakini sababu za kwa nini mimba inawezekana tu baada ya hedhi. Mbegu za mwanaume huwa zinaishi kwa siku 3 hadi siku 5 baada ya kufanya mapenzi, na mbegu zinaweza kuishi siku 3 hadi siku 5 ndani ya mfuko wa uzazi. Hivyo kama ovulation itatokea mapema, mbegu hukutana na yai moja kwa moja, na kuna ile ovulation ya mapema. Kwa mwanamke au wanawake wenye mzunguko mfupi, ovulation inaweza ikatokea siku ya 8, ya 9 hadi siku ya 10, na hii ni karibu sana na siku za mwisho wa hedhi. Lakini kuna hedhi isiyo na mpangilio. Hii pia huwa inatokea kwa mwanamke mwenye msongo wa mawazo, lakini pia kuna mabadiliko ya hormones, lakini pia kuna matumizi ya dawa. Ovulation inaweza kubadilika bila kutarajiwa. Lakini ni nani ambaye yuko kwenye hatari zaidi kwa kupata ujauzito pasipo yeye kujua? Kuna mwanamke ambaye unakuta ana mzunguko mfupi wa hedhi. Unaweza kupata mimba mara tu baada ya hedhi kama mzunguko wako ni mfupi, lakini pia kama hedhi yako haina mpangilio ni mbaya zaidi. Lakini pia kuna ile kwamba unajikuta haufuatilii siku zako vizuri au ufuatilii ule mzunguko wako vizuri, au unafanya mapenzi kiholela bila kutumia kinga. Hiyo ni mbaya zaidi na itakufanya uwe kwenye hatari ya kupata mimba pasipo kutarajia. Lakini kuna ile dhana potofu kwamba baada ya hedhi hakuna mimba au siku za kwanza ni salama 100%. Kiukweli ni kwamba hakuna siku salama zaidi ya siku 100 bila kinga na au kama hautaki mimba. Ni jinsi gani ambavyo unaweza ukajikinga? Kama hautaki mimba, tumia njia za uzazi wa mpango ambazo ni salama na asili, ni nzuri. Lakini pia tumia kondom pale ambako utahitaji kukutana na mwenza wako na unahitaji kupata mimba, na usitegemee siku za kalenda pekee. Hapana, kuwa na tahadhari ambapo unaweza ukakutana na mtu wako. Kwa ufupi zaidi, ndio unaweza kupata mimba mara tu baada ya kutoka hedhi, lakini inategemea na mwili wako na mzunguko wako. Njia salama ni kujikinga au kupima ovulation vizuri. Na kitu ambacho naweza kuwashauri mwisho ni pale ambako siku nyingi. Mwisho kabisa, kama video hii imekusaidia, bonyeza like, andika comment, usisahau kusubscribe channel yetu ya Penicare Afya kwa elimu zaidi ya afya ya uzazi.